rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika PDF yake azunguke we, lakini asimguse mkuu wetu wa wilaya ya Newala. Yaani PDF hiyo yeye ifanye wewe, lakini mkuu wetu wa wilaya ya Newala amwache kama alivyo, kwa sababu kazi anaifanya na kazi anaijua kuifanya vizuri kabisa. Na tuliahidi hapa ndugu zetu tutaweza kuwa mubashara kabisa na mkuu wetu wa wilaya ya Newala Alhaji Mwangi Rajab Kundia. Na kwa sasa tunaye mubashara kabisa. Alhaji yupo tayari kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wana Newala. Alhaji, asalamu alaykum. Wa alaikum salam. Habari za kazi ndugu yangu? Habari ni nzuri kabisa Alhaji. Pole kwa majukumu na ongera pia kwa kazi nzuri ambayo unaifanya mkuu wetu wa wilaya. Asante sana. Naam, unasikika moja kwa moja na wanakusini wana Newala wapo tayari kwa ajili ya kuweza kukusikia mkuu wa wilaya ya Newala kwa ajili ya kuzungumza masuala yetu ya kimaendeleo, lakini pia na changamoto za hapa na pale. Ukiwa kama mwenyekiti wa usalama katika wilaya yetu ya Newala, jana kuna changamoto iliweza kujitokeza Alhaji. Mambo yalikuwa mushkeli kidogo katika mji wako Alhaji. Uliipata hii bila shaka? Hakika nilipata vizuri. Ndio. Na nilikutana na vijana hao. Ndio. Afisa wetu wa usafirishaji. Ndio. Msingi mkubwa wa malalamiko yao ni kutoridhika na baadhi ya vitendo katika operation iliyokuwa inaendeshwa na askari wetu wa usalama barabarani. Ndio. Matendo ambayo vijana hawakuridhika nayo ni pamoja na pikipiki kukamatwa ikiwa ndani ya uzio, ndani ya yadi nyumbani. Mwingine ameitoa pikipiki yake nje kwa madhumuni ya kuisafisha. Ndio. Lakini inapitiwa na kukamatwa na askari wa usalama barabarani. Ndio. Wengine wamelalamika kwamba pikipiki zao zilikuwa garage kwa ajili ya matengenezo. Lakini zilikutwa pale zikakamatwa. Wengine wameonyesha masikitiko yao kwamba walikuwa wameingia katika nyumba za ibada msikitini, lakini walipotoka nje wakakuta pikipiki imekamatwa. Ndio. Lakini liko kitendo cha kiutu kilichotokea ambako mama mjamzito aliyekuwa akipelekwa hospitali aliteremshwa kwenye pikipiki ili pikipiki ile ikamatwe na yeye kuachwa pale chini. Jambo jingine ambalo vijana wamelalamikia ni baadhi ya askari wetu kutokuvaa sare na hivyo kuwapa nafasi matapeli kujifanya polisi na kupora pikipiki. Maana hatuwezi kutarajia saa 24 awe amevaa sare zake. Ndio. Maana wakati wote yeye bado ni askari na anao wajibu wa kulinda usalama. Lakini vijana wetu hawakuwa makini kuhoji kitambulisho cha askari yule anapomsimamisha ama kumkamata. Ndio. Nafasi hiyo ikachukuliwa na matapeli ambao tapeli mmoja alimsimamisha kijana na kumtajia makosa katika pikipiki yake. Kisha akamtaka alipe fine. Kwa kuwa kijana yule hakuwa na pesa, basi akaambiwa aache ufunguo pale kwake, na kama akichelewa kuleta fedha pikipiki ataikuta kituoni. Kijana alipoondoka kwenda kutafuta fedha, tapeli yule aliwasha pikipiki na kuondoka nayo kutokomea kusikojulikana. Lakini pia vijana hawakuridhishwa na lugha ya baadhi ya askari ambao walionekana wakali, wakifoka na kutoa maneno yenye kashfa ndani yake. Lakini sio hivyo tu, vijana walalamikia adhabu kubwa zilizotozwa, na mmoja alilalamika kwamba amelipa shilingi 40,000 kwa makosa mawili, jambo ambalo sio sawa. Lakini polisi kwa upande wao waliendesha operation hii wakiwa na sababu. Ndio. Wao walikuwa wanatazama matokeo yaliyowahi kutokea hivi karibuni hapa mkoani kwetu,
ambako pikipiki kadhaa ziliingia katika ajali, lakini pikipiki 2 zilizopata ajali katika maeneo tofauti ziliua watu 7. Hii maana yake kila mmoja analazimika kujiuliza, watu 7 kwenye pikipiki 2 walipandaje? Kabisa. Hii inaonyesha dhahiri kwamba vijana wana kitu wanaita mishikaki. Wanapakia watu wengi katika pikipiki, na inapotokea ajali basi madhara yanakuwa ni makubwa sana. Ndio. Lakini si hilo tu, vijana wetu wengi hawavai kofia ngumu, yani helmet. Jambo ambalo inapotokea ajali wanaumia, wengine wanapoteza maisha kutokana na kupigiza kichwa na kuvuja damu nyingi. Lakini vijana wengi pikipiki zao wameondoa side mirror, vile vioo vya pembezoni vinavyomwezesha dereva kuona nyuma nini kinachotokea. Ndio. Lakini vijana wengi wanaendesha pikipiki bila kuwa na leseni. Lakini vijana wengi pia hawazingatii alama za usalama barabarani. Unaweza ukamkuta kijana anaingia barabara kuu kwa mwendo mkubwa bila kuangalia kulia wala kushoto, jambo ambalo linaweza kuleta madhara makubwa. Kabisa. Lakini pia tumeona vijana wengi anaendesha bodaboda yake, anakata kulia au kushoto bila kuonyesha alama, yani indicator katika pikipiki yake. Mambo haya ndio yaliyolalamikiwa. Askari walikuwa wanapambana na makosa haya, lakini vijana hawakuridhika na baadhi ya vitendo katika operation hiyo ya kamata. Vijana wale baada ya kunieleza hayo, nilazimika kufanya maamuzi. Ndio. Uamuzi niliofanya ni kusitisha zoezi lililokuwa likiendelea likifanywa na askari wetu wa usalama barabarani. Nimesitisha zoezi lile ili kwanza kuwapa nafasi askari wetu wa usalama barabarani na polisi wengine walikuwa wakifanya zoezi hilo waandaliwe kufanya kazi hiyo kwa misingi ya kimtu. Operesheni zetu tunazozifanya katika wilaya yetu ya Newala lazima zizingatie utu wa mtu. Ndio. Kitendo cha kumshusha yule mama mgonjwa hakikuwa cha kiutu kabisa. Lakini pia tulipenda operesheni hiyo ifanywe kwa weledi, kwa kuzingatia maelekezo yaliyotolewa na kamanda wa polisi wa wilaya. Kwa hiyo tulitaka wale askari ambao hawakuzingatia weledi katika kufanya kazi hii, hatua za kinidhamu zichukuliwe miongoni mwao. Lakini tulitaka polisi wajipange kwa kufanya yafuatayo. La kwanza, watoe elimu ya ziada ya kuzingatia sheria za usalama barabarani kwa vijana wetu kabla ya kuanza operation kama hiyo. Waswahili wanasema ukitaka kuruka agana na nyonga. Kabisa. Wewe ukikurupuka utaruka, ukitukia miguu imezama tumboni, alafu madhara yake yanakuwa makubwa zaidi. Kabisa. Tunataka vijana wale wajue kwa uwazi ni makosa gani ambayo polisi wanayashughulikia katika kuyakamata na kuwapa maelekezo kwa lugha nzuri yenye staha. Ndio. Lakini tulitaka muda huu ambao tumesimamisha operation hii, wale maafisa usafirishaji, yani vijana wetu, waziandae pikipiki zao na kujiridhisha kwamba zinakidhi matakwa ya sheria zikiwa na Ndio. pikipiki zikiwa nzima. Hili ndilo jambo tunalolipenda. Lakini jambo la 4, tunataka maafisa usafirishaji katika kipindi hiki waendelee kuzingatia sheria, maana tumesitisha operation iliyokuwa ikiendelea, lakini ukaguzi wa kawaida wa askari wa usalama barabarani utaendelea kama kawaida. Ndio. Kwa hiyo wasidhani kwamba tumesitisha zoezi wakaacha kuvaa helmet, wakaacha kuzingatia sheria za usalama barabarani. Wakumbuke daima
hawapaswi kuvaa helmet kwa ajili ya askari wa usalama barabarani. Wanapaswa kuvaa helmet kwa ajili ya usalama wao. Kwa hiyo rai yangu kwa wananewala katika tukio hili la jana linatazama katika maeneo mawili. Kwanza ni kutaka wananewala watambue kwamba uhusiano wa jeshi la polisi na raia ni kama uhusiano wa samaki na maji. Wote wanategemeana. Kimoja peke yake kinaweza kupunguza thamani yake. Kwa hiyo lazima washirikiane na kusaidiana kwa pande zote ili wote tuwe salama na tufanye kazi zetu kidugu. Lazima elimu itolewe kabla ya adhabu, na kwa makosa madogo madogo basi mtu apewe elimu wapi amekosea, aonywe kutokurudia tena makosa hayo. Sasa lakini la pili, nilitaka vijana wetu ambao tunawaita maafisa wa usafirishaji ambao wao wanazo vituo vyao wanaita migudi ambavyo vina uongozi kamili. Kwanza, katika vituo vyao wenyewe kwa wenyewe waelekezane na kusaidiana kuzingatia sheria. Wasiruhusu mmoja wao kuvunja sheria na wao wakimtazama tu. Lakini la pili, hamu yangu kubwa ni kuona vijana wanabadili hali za maisha yao kuwa bora zaidi. Na jambo hili haliwezekani kama hawatafanya kazi kwa weledi. Wakifanya kazi kizembe, kipato chote wanachotafuta itaishia kulipa faini kabisa, kulipia adhabu kwa makosa wanayofanya. Jambo hili si sawa. Kupita na kuwaona vijana wetu wananung'unika, wanasikitika, wanatoa machozi. Na siku zote sisi wazee walitufundisha machozi ya mwanaume huwa hayana thamani yoyote duniani. Chenye thamani kwa mwanaume ni jasho lake. Mwanaume anapokutwa anatoa machozi, ataambiwa wewe acha kulia kama mwanamke. Lakini akikutwa anatoka jasho, anafanya kazi kwa mikono yake, ataambiwa hongera. Ndio wanaume huo kabisa. Basi na mimi natamani wakati wote niwaambie vijana wetu maafisa usafirishaji, hongera, huo ndio wanaume. Asante sana. Kwa hiyo natarajia wataendelea kufanya kazi yao kwa utulivu, kwa amani, na polisi wakijipanga kufanya kazi kwa misingi ya kiutu, kushirikiana nao ili kuondoa dosari zinazowaletea madhara makubwa. Asante sana Alhaji kwa ufafanuzi mzuri kabisa. Na hapa sasa, kwa sababu nipo na katibu hapa, alikopa na swali dogo la ufafanuzi kutoka kwako Alhaji. Katibu, ndio. Sawa, na mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ndio. Bila shaka unanipata vizuri hapo mheshimiwa. Swali langu kwako, je, mheshimiwa mkuu wa wilaya, kutakuwa na kikao cha pamoja kati ya viongozi wa bodaboda, jeshi la polisi na ofisi ya mkuu wa wilaya ili kutafuta suluhu ya kudumu kwenye jambo hili? Hicho ni kikao cha muhimu sana. Na tayari tumekwisha waelekeza jeshi la polisi kuandaa kikao hicho. Ndio. Tutakaa nao pamoja. Na maafisa bodaboda wote kwa pamoja ili kukubaliana juu ya utaratibu mzuri, utaratibu rafiki utakaoendesha mazoezi haya ya kuzingatia usalama wa watu wetu barabarani. Ndio. Sawa, lakini kwa upande mwingine unadhani mnahimiza nini sasa kwa waendesha bodaboda ili waendelee kufuata sheria bila kuhatarisha usalama wa wananchi wengine pamoja na wao wenyewe? La kwanza ni kuwahimiza katika kipindi hiki ambacho tumesimamisha operesheni hii. Ndio. Wasiache kufuata taratibu za usalama barabarani ambazo wanazifahamu. Kuvaa kofia ngumu, maana hiyo si kwa ajili ya polisi, ni kwa ajili ya usalama wake na abiria wanaowapakia. Ndio. Lakini sio hivyo tu. Wenzetu hawa vijana sasa nao, maana wakinunua pikipiki wanasema wanazimodoa. Wanaondoa baadhi ya vitu ili kuifanya iwe ndogo, iwe jembamba, wenyewe wanasema ipendeze. Ndio. Lakini kwa kufanya hivyo wanaondoa vitu kama side mirror, kitu ambacho ni hatari,
anakwenda bila kujua nini kinakuja nyuma yake. Kwa hiyo tunawasihi wakati wote waendelee kuzingatia matakwa ya sheria ili wao wawe salama na askari wetu waweze kuwasaidia pale inapotokea tatizo barabarani. Sawa, lakini mheshimiwa, kwa kumalizia tu, je, ofisi yako imeanza kufanya uchunguzi juu ya malalamiko hayo ambayo yamewasilishwa na bodaboda dhidi ya baadhi ya askari polisi kwa hivi sasa? Na mambo yote yale yamepokelewa na iko timu ya maafisa wetu wanaohusika na wajumbe wetu wa kamati ya usalama. Ndio Wanafanya uchambuzi wa mambo yale ili pale ambapo askari wetu wamefanya makosa, basi nao waelekezwe, warekebishwe, hatua za kinidhamu miongoni mwao zitachukuliwa. Sawa, la Lakini pale ambapo watu wetu wamefanya makosa, nao watasaidiwa, waelekezwe ili wakati wote waendelee kuzingatia sheria. Sawa, una ujumbe gani kwa waendesha bodaboda ambao wanadai hawatendewi haki wakati utekelezaji wa sheria? Wakati wote kila mmoja ana wajibu wa kulinda na kutunza haki zake. Ndio. Pale ambapo wanahisi liko tatizo hitaji kupatiwa ufumbuzi, kwa hakika wakati wote ofisi yangu iko wazi. Wakikosa mtu wa kuwasaidia, waje moja kwa moja kwangu. Ndio. Na nitasimamia kuhakikisha wanapata haki zao kwa misingi ya kiutu. Asante bwana Kizuri, mimi nashukuru mheshimiwa DC hapa. Naona ya kwangu ameyafilisi, labda kwa kuhitimisha huko. Haya, kwa kuhitimisha Alhaji bwana, kama unavyofahamu mitandao bwana inavyofanya kazi yake. Nadhani mengi umepitia kwa mitandaoni, umeweza kujionea. Unatoa rai gani kwa wananewala? Inawezekana ni wanasiasa, wawe watu wa kawaida, yakitokea mambo kama haya wanabadilisha taarifa na kuipandisha taarifa tofauti. Rai yako ni hipi hapa Alhaji? Rai yangu ni kuwataka wenzetu wanahabari hao wanaotumia mitandao ya kijamii watoe taarifa kwa kuzingatia hali halisi na kusikiliza pande zote ili kujua ukweli uko wapi. Maana katika mitandao sasa hivi watu wameanza kuhusisha tukio la jana la vijana wetu wale, wameanza kuhusisha na kile kinachodaiwa kutaka kufanywa tarehe 7, kitu ambacho hakina uhusiano wowote kabisa. Na vijana watu wale wa bodaboda wenyewe walioona hili wameshtuka, wamesikitika na kunitaka nichukue hatua kabisa. Lakini kwa kweli hatua yetu ni kusimama katika mstari sahihi kwa kuzingatia matakwa ya sheria na taratibu zetu. Tulipata tatizo, tumelishughulikia tatizo, na sasa hali ni shwari. Safi kabisa Alhaji. Kiswahili ndio lugha yetu mama Alhaji. Unatuachaje vijana wako na wananewala kwa ujumla wake bwana? Kiswahili bwana ndio lugha yetu kabisa. Lugha yetu mama. Lakini kwa kweli napenda kuwakumbusha wananewala kwamba zoezi hili limetuachia makovu ya kichwani na moyoni. Haifai kurudia mambo haya, maana hata kovu kilikuna mara nyingi, basi linaweza kurejea kuwa kidonda kipya kabisa. Haifai kuyadhukuru wakati yaliyopita hayadhuru. Asante Alhaji, sisi tukushukuru sana na tukutakie majukumu mema huko ambapo ulipo, na Mwenyezi Mungu akusimamie bwana. Sisi tupo kwa ajili yako hapa bwana. Asante sana na watakia kazi njema. Asante. Huyu hapo ni mkuu wetu wa wilaya ya Newala, na umepata vizuri kabisa kile ambacho kimetokea siku ya jana, na suluhisho sisi ni moja tu, mkuu, kwa sababu anafikika na tumemsikia hapa kwa uzuri kabisa. Hamna shida tena. Tumesikia kwamba kazi tufanye kazi vijana. Mwanaume anazifiwa kwa jasho sio kulia. Wewe mtoto wako unaliaje wewe? Ndio maana wakasema kwamba mwanamke atazaa kwa uchungu, ndio mwanaume atakula kwa jasho lake. Asante.